kul biyaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Kwa hiyo hii amri ala sabili alwujub, amri katika namna ya wajibu. Kwa hiyo inawajibika kwa mtu anapokula kwa mkono wa kulia, anapokunywa anywe kwa mkono wa kulia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kula kwa mkono wa kushoto, ayashrab bishimalihi, kunywa kwa mkono wa kushoto, au ayakula bishimali, au kula kwa mkono wa kushoto. Amesema idha akala ahadukum falyakul biyamini, anapokula mmoja wenu ale kwa mkono wake wa kulia. Wa idha shariba falyashrab biyamini, anapokunywa anywe kwa mkono wa kulia. Fa inna shaytana yaakul bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, shaytani anakula kwa mkono wa kushoto na anakunywa kwa mkono wa kushoto. Na sisi tumekatazwa anitibai khutuwati shaytan, kufuata nyenendo za shaytan. Allah ametukataza ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Ndio maana ikawa kauli yenye nguvu, wajibu wa kula kwa mkono wa kulia, wajibu wa kunywa kwa mkono wa kulia. Wa anna al-akla bishimal au shurbu bishimal haram, mtu kula kwa mkono wa kushoto au kunywa kwa mkono wa kushoto ni haram. ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان هو أيضا من هدي الكفار. alafu kula kwa mkono wa kushoto na kunywa kwa mkono wa kushoto pamoja na kuwa kwake ni katika mwendo wa shaitan, lakini pia vile vile ni mwenendo wa makafiri. Zama makafiri utumiaji wao wa kula ni mtu anatumia mkono wa kushoto katika kula au katika kunywa, na baadhi ya Waislamu na wakuta wanaathirika na tabia, kwa kuwa mtu yuko na rafiki yake kafiri au ameishi katika baadhi ya nchi za kafiri, au anaona tabu kuonekana wewe ni Muislamu, basi anakula pale kwa mkono wa kushoto. Kwa makafiri wanakula kwa mikono yao ya kushoto na anakunywa kwa mkono wa kushoto. Hii ni nukta. Haya masala watu wengi wanafahamu, lakini kuna masala ambayo inawajibika watu kutanabahishwa. Thumma inna ba'dha an-nas idha kana 'ala al-akli wa arada an yashrab, kisha baadhi ya watu inapokuwa mtu yupo katika kula na akataka kunywa, fa innahu yumsiku al-ka'sa bil yasar wa yashrab, unamkuta mtu anakikamata ile bilauri, anakamata glasi ile kwa mkono wa kushoto na anakunywa. Wa yaqulu akhsha an tatalawatha al-ka's idha sharibtu bil yamin, mimi nachelea kuchafuka hii gilasi kama nitakunywa kwa mkono wa kulia. Anakhudhu, tunamwambia itatalawwath, haya iache glasi ichafuke. Fa innaha idha talawathat fa inma tatalawwath bi ta'am, kwa sababu inapochafuka imechafuka kwa chakula. Wala mtatalawath bi bawlin wala kha'it, haijachafuka kwa haja ndogo wala haja kubwa. Talawatha bi ta'am, imechafuka kwa chakula. Thumma tughsal, kisha inaoshwa. Tatizo liko wapi? Wewe hata ukinywa kwa mkono wa kushoto, baadaye glasi inaenda kuoshwa kwa sababu umetia mdomo wako. Sasa wewe unaona tabu gani ya kukamata gilasi kwa mkono wa kulia? Unakula na mzee au babu au muda mwingine mjomba kwenye iftar, amekuita kwake, unamkuta utaratibu wake ndio huo. Unamwambia baba vipi, ammi vipi? Anakwambia wanangu, dini sio ngumu, glasi inachafuka, siwezi kunywa uji mimi, huku nimekamata ndizi, nimekamata kaimati, alafu ngakamata. Kula kwa mkono wa kulia na kunywa pia kwa mkono wa kulia, bora ichafuke glasi kuliko kuchafuka dini yako. Yani wewe unaona khairi kuichafua dini alafu ukaiacha glasi imesafika. Sio akili za wapi watu wamezipata. Asawa imkanika an tumsika al-ka'sa min al-asfal baina ibhabika was-sababa وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا. وإنawezekana ukikamata glasi sehemu ya chini baina ya kidole chako cha gumba na kidole chako cha shahada, na ukaifanya kama kiduara hivi, ukikamata sehemu ndogo tu na wala ikawa haichafuki sehemu kubwa, hakuna udhuru kwa mtu yoyote kunywa kwa mkono wa kushoto kwa sababu hii. Lianna almas'alata ala sabili at-tahrim, kwa sababu mas'ala haya hapo katika sura ya haram. Wal haram la yajuzu illa 'inda ad-darura, haram haifai isipokuwa wakati wa dharura. Wa dharura mithlu an takuna al-yadu al-yumna shalla, uwe mkono wa kulia umepooza, mkono wake mtu umepooza, la yumkinu an yarfa'aha ila fi, hawezi kunyanyua kupeleka katika kinywa chake. Au maksura, au mtu mkono wake umekatwa, la yumkinu an yarfa'aha ila fi, hana mkono wa kulia, mkono umekatwa, basi huwa na dharura
فهذه ضرورة أو كان متجرحا لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب أو mfano جراحة يوezekani akatumia katika kula au kunywa. المهم إذا كان ضرورة فلا بأس باليسار. ikiwa kuna dharura kuna ubaya kwa mkono wa kushoto. wa illa fala yahillu lilmuslim an yakula bilyasar wala an yashraba bilyasar. na kama si hivyo haifai kwa muislamu kula kwa mkono wa kushoto au kunywa kwa mkono wa kushoto. Fana masala haya baadhi ya watu wanazembea katika masala ya kuvaa viatu vya kike wakati mtu anaenda chooni. Na baadhi ya nyumba vimewekwa viatu pale na Bi Hadija, si Bi Hadija, Bi Mwajuma, vimewekwa pale kabla kuingia chooni pale uwani pale. Kwa hiyo mtu anatafuta viatu vya kwenda chooni, hajapata na vaa viatu vya kike kabisa enda chooni. Ni haramu. Haya ni makosa kwa sababu masala yanaambatana na laana. Kana usema Sheikh Abdul Muhsin, masala yanaambatana na laana. Mtume amemlaani mwenye kujishabihisha na nani? Na wanaume katika wanawake, na mwanamke mwenye kujishabihisha na wanaume. Kwa hiyo hata kanga, ukavishwa kanga imeandikwa tunapendana wawili, alafu katikati kuna ndege wale wakamata sijui nini wawili wampendana, wewe mwanamume umevaa kanga. Haya mambo yapo katika Uislamu. Tafuta kikoyu uvae, tafuta shuka mwanamume uvae, lakini ikawa au mwanamke kavaa bukta ya sanali ya mumewe imeandikwa sanali, alafu mambo hayafai kabisa.